Naam, karibu katika duru za habari ambapo tunakuletea kwa ufupi taarifa zilizogonga vichwa vya habari kwa juma lililopita. Hii ni MediaWire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika, na mimi ni Joseph Mwanawaisangura na huu ni muhtasari wake. Rais Samia tangaza ongezeko la mishahara serikalini. Ruto apigwa kiatu akiwahutubia wakazi wa Kuria. Wafuasi wa Chadema wafika ofisi za RCO kupeleka ushahidi wa kutekwa kwa Mdude. Teki yadai waliomshambulia Kitima walitaka kumpora uhai wake. Tundu Lissu kutangaza mgomo wa kura akiwa gerezani. Habari kwa ufupi. Hizi ni duru za habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza kuwa serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa 35.1%, hatua inayolenga kuboresha ustawi wa wafanyakazi na kuinua hali ya maisha. Akizungumza katika hafla rasmi Mei Mosi, Rais Samia alisema nyongeza hiyo itaanza kutekelezwa rasmi kuanzia Julai 2025, ambapo kima cha chini cha mshahara huo kitaongezeka kutoka shilingi 370 hadi shilingi 500 kwa mwezi. Rais Samia alieleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya juhudi ya serikali ya awamu ya 6 katika kutambua mchango wa watumishi wa umma katika maendeleo ya taifa pamoja na kupunguza makali ya maisha yanayowakabili. Serikali inatarajiwa kutoa maelekezo rasmi utekelezaji wa nyongeza hiyo katika bajeti ya mwaka wa fedha 2020-2025. Na hatimaye Kenya, Ruto apigwa kiatu akiwahutubia wakazi wa Kuria. Ziara ya rais wa Kenya William Ruto katika eneo la magharibi mwa nchi ilikumbwa na tukio la mshangao baada ya kupigwa kiatu wakati wa hotuba yake kwa wananchi wa Kuria Magharibi siku ya Jumapili. Katika tukio hilo, kiatu kilirushwa kutoka kwa umati wa watu na kumfikia Rais Ruto akiwa katikati ya hotuba yake. Tukio hilo lilotokea alipokuwa akizindua miradi ya serikali katika kaunti ya Migori. Awali Rais Ruto alikuwa ametembelea Suna Mashariki ambako alihudhuria ibada ya maombi ya madhehebu mbalimbali, kisha alielekea Suna Magharibi kwa kuzindua ujenzi wa chuo cha mafunzo cha ufundi cha Piny Oy pamoja na kufungua ofisi za tarafa. Matukio yote haya yalifanyika kwa utulivu, huku akiwahutubia wakazi na kuwapa taarifa kuhusu mipango ya serikali. Hata hivyo, walipoelekea Kuria, umati wa watu waliokuwa wakimsubiri ulianza kusonga kuelekea jukwaani kwa fujo. Katika purukushani hizo, mtu mmoja ambaye hajafahamika alirusha kiatu upande wa jukwaa kikielekea usoni kwa Rais Ruto ambaye wakati huo alikuwa akielekeza mkono wake. Hata hivyo, aliweza kuzuia kabla hakijamjeruhi. Na wafuasi wa chama cha Demokrasi na Maendeleo Chadema wamefika katika ofisi ya mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai RCO wa mkoa kwa lengo la kuwasilisha ushahidi wanaodai unahusisha askari waliomteka na kumjeruhi mwanaharakati wa chama hicho Mparukwa Nyagari maarufu kama Mdude. Wanachama hao wamedai kuwa tukio hilo ni la utekaji lililopangwa na baadhi ya maafisa wa usalama na hivyo kuamua kuchukua hatua ya kupeleka vielelezo vya ushahidi wa RCO ili uchunguzi wa kina ufanyike. Aidha, wameapa kuendelea na maandamano ya amani kuelekea ofisi ya kamanda wa polisi wa mkoa RPC kila siku hadi pale watakapopata majibu kamili kuhusu alipo Mdude na hatua gani zimechukuliwa na vyombo vya dola. Mdude ambaye amekuwa mstari wa mbele katika ukosoaji wa serikali kupitia mitandao ya kijamii kwa mikutano ya hadhara ameripotiwa kutoweka kwa siku kadhaa sasa, hali inayoongeza hofu, wasiwasi miongoni mwa familia yake, chama chake na watetezi wa haki za binadamu. Na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango amesema serikali imelaani vikali na kukemea kwa nguvu zote tukio la kushambuliwa na kuumizwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padri Dr. Charles Kitima. Aidha, makamu wa rais Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Askofu Eusebius Nzigirwa amesema tukio la kushambuliwa kwa katibu wa baraza hilo Padri Charles Kitima lilitaka kupora haki ya uhai wake, uhuru wa haki yake ya kusema na kutenda kadri ya wito wake aliojaliwa na Mwenyezi Mungu, huku akiongeza kuwa ni shambulio dhidi ya heshima ya taifa kwani linajulikana kuwa kisiwa cha amani. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia Rauri Mahabi,
mkazi wa Kurasini, Dar es Salaam, kwa tuhuma za kumjeruhi katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padri Charles Kitima, ambaye taarifa ya kushambuliwa kwake padri huyo ilisambaa katika mitandao ya kijamii. Padri huyo inadaiwa tangu saa 3 asubuhi siku ya Jumatano ya wiki iliyopita walikuwa na kikao na viongozi wa dini mbalimbali, na baada ya kikao kuisha saa 1 jioni alikwenda katika kantini yao ambapo aliendelea kupata kinywaji hadi saa 4:15 alipokwenda maliwatoni pembeni ya kantini hiyo, ndipo alidai kushambuliwa kichwani na kitobutu na watu wawili. Imeeleza taarifa hiyo ambayo imebainisha kuwa Padri Kitima amepelekwa hospitali ya Aga Khan na anaendelea na matibabu. Na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, anatarajiwa kuanza mgomo wa kula chakula akiwa mahabusu katika gereza la Ukonga kama ishara ya kupinga kile anachokiita ukosefu wa haki katika kesi ya uchochezi wa uhaini zinazomkabili katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam tarehe 3 Mei 2025, Peter Kibatala alitangaza rasmi mpango huu wa mgomo, akisema kuwa mteja wake yuko tayari kuacha kura hadi haki itakapopatikana. Kibatala alimtaja Lissu kuwa ni wakili mwenye uzoefu mkubwa na mtetezi jasiri wa haki. Hizi ni duru za habari. Na huu ndio mkusanyiko wa duru za habari kwa juma hili lililopita. Mimi ni Joseph Mwana wa Isangura. Endelea kufuatilia duru za habari kutoka Media Wire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika.